Unwani ya khutba yetu leo bila shaka itakuwa ni wadaan ya Ramadhan, tukuaga kwa huzuni na masikitiko ewe mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hadhihi lahdha lahdhatul wada', hiki ni kipindi cha Muislamu mwenye imani ya kisawasawa huwa ana huzuni kubwa kwenye masiku haya yaliyobakia. Lahdhatul wada', kipindi cha kuaga masiku mema matukufu ya Ramadhan. Wa hakadha dunya ma asra'a mudhiha, na mwanadamu mwenye akili na busara atakuja kuona masiku ya Ramadhani yamekatika haraka sana, yamepita kimaajabu sana. Sikilizeni vizuri sana ndugu zangu wema katika imani. Haya kad inqadha shahru Ramadhan, Islamu Ramadhani ndiyo yaisha. Ndugu zangu wema katika imani, mwezi wa Ramadhani kad inqadha, ndiyo twaumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ndiyo twaelekea mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fawadaa ya Ramadhan, twakwambia kwa heri, na huku tukihuzunika kukuaga ewe mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huu ni Muislamu wa kisawasawa, wakati anapouaga mwezi mtukufu wa Ramadhani yuauaga kwa huzuni na kusikitika, kwa sababu ametenda mengi, hajui yamekubaliwa wala hayakufanyaje, hayakukubaliwa. Wadaa ya Ramadhan, twayaambia masiku ya Ramadhani, twakuaga wenda zako masiku ya Ramadhani, lakini tukiwa na huzuni ya hadi ya juu kuwa tumejaribu kutenda kiasi ya uwezo wetu, lakini hatujui yametukuliwa, taqabbala Allahu minna am la. Hizi ndizo huzuni, hatujui Mungu amepokea ama hakupokea, na insha Allah Mwenyezi Mungu apokee ya Rabbal Alamin. Wadaa ya shahru siyam wal Qur'an. Wallahi twakuaga tukiwa na huzuni kubwa ewe mwezi wa Ramadhani ulotupa mazoea ya kufunga, wal Qur'an, na umetupa mazoea kwenye masiku haya 30 ama 29, umetupa mazoea ewe Ramadhani ya sisi Waislamu kuisoma Qur'an. Tunabudi kuhuzunika. Tulikuwa tukifunga na tukisoma Qur'ani misikitini na majumbani, lakini leo toiaga Ramadhani tukihuzunika, twatoka kwenye mazoea mema tulioyapata kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini tumuombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atudumishe kwenye mazoea hayo inshallah. Wadaa ya shahrul judi wal ihsan. Wallahi toiaga Ramadhani na twaiambia mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunakuaga pamoja na kwamba twahuzunika,
kwa sababu umetuachia mazoea ya ukarimu na umetuatia mazoea ya kufanyiana mema. Wallahi, Ramadhani twaiaga, lakini imetuata kwenye mazoea ya ukarimu. Kila mmoja ni mkarimu kwa mwenzake, kila mmoja uko tayari kumpa mwenzake, kila mmoja uko tayari kumsaidia mwenzake. Wallahi, ni mazoea ya kheri sana, liman alqa sam'a wa huwa shahid. Lakini kwa Muislamu wa kisawasawa, twaiambia Ramadhani umetuatia mazoea ya ukarimu. Mwezi wa Ramadhani watu ni wakarimu, mwenye kumpa mwenzake maji, mwenye kumpa mwenzake tende, mwenye kumpa mwenzake mchele, mwenye kumuita mwenzake kufuturu kwake, mwenye kukaa na mwenzake kuleta istighfari, mwenye kukaa na mwenzake kumswalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwenye kukaa na kufanya. Haya yote ni mazoea mazuri. Wallahi, mazoea haya yatuaga sisi Waislamu. Muislamu anatakiwa ayafikirie sana haya masiku, na kwenye hizi siku 5 ama 4 zilizobakia, na kwambia hujachelewa. Hakikisha umefanya bidii. Wadaa ya shahrul qiyam, twakuaga na huku tuna huzuni. Ewe mwezi wa Ramadhani uliotuatia sisi mazoea ya kuinuka usiku na kumtaja Allah tabaraka wa taala. Wallahi, ni mazoea makubwa sana, ni mazoea makubwa sana, yatuatia huzuni kubwa sana. Twainuka usiku kuswali tarawih, twainuka usiku kuja kuswali tahajjud. Watu wanamtaja Mola wao wakiwa kwenye kipindi cha usiku, saa 8 za usiku, saa 9 za usiku, saa 10 za usiku, mpaka unaswali salatul fajr ma'al jamaa. Wallahi, ni mazoea makubwa sana, na tumuomba Mwenyezi Mungu atudumishe kwenye mazoea haya ya Rabbal Alamin, kwa sababu yatuatia mazoea ya kheri. Leo tumezoea kuja kusali tarawih, tumezoea kuinuka usiku sisi na familia zetu, kuja kusoma Qur'ani, kuja kuleta dhikri, kuja kuleta istighfar. Wadaa ya shahra tauba wal ghufran. Wallahi, twaiaga Ramadhani kwa huzuni, twamwambia Ramadhani, twakuaga ewe mwezi uliotuatia mazoea ya sisi kusema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. Haya ni mazoea. Mwezi wa Ramadhani yatuatia mazoea haya. Kiingia msikitini, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. Wallahi, ni mazoea makubwa sana na ni mazoea mazuri mno tunaoatiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini hatuna budi kuiambia Ramadhani, wadaa ya Ramadhan, tunakuaga ewe mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu wema katika imani, mwezi wa Ramadhani umetuata, wakad allamana munajat Rabb. Twaiambia Ramadhani, wewe wenda zako, lakini umetuatia huzuni, umetupa mafundisho ya sisi kuzungumza na Mola wetu kila wakati. Wallahi, Ramadhani imetufunza usiku mtu ainuke azungumze na Allah tabaraka wa taala. Ramadhani imetupa mazoea ya sisi kujikurubisha na Mungu kila wakati na kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu kila wakati. Lakini masiku haya kad inqadha Ramadhanu, Ramadhan ndiyo twaimaliza. Lakini sikiliza mahala pazito, ndugu yangu mwema katika imani. Laqad rabiha ar-rabihuna wa khasira al-khasiruna. Sote katika tuliofunga
kuna wale waliofaulu na Mwenyezi Mungu ndiye ajua, wa khasira al-khasiruna, na kuna wale waliopata hasara na Mwenyezi Mungu ndiye anajua. Haya ndio masikitiko makubwa. Tumefunga, kuna waliofaulu na kuna waliofeli. Hanian liman sama ramadhana imanan wa ihtisaba, wallahi hongera na congratulation ni kwa wale waliofunga Ramadhani imanan wa ihtisaban, kama Mtume alivyoamrisha, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hawa ndio waliofaulu. Hanian liman qama ramadhana imanan wa ihtisaban, hongera, pongezi ni kwa wale waliofunga Ramadhani wakasimama kwenye taa ya Allah tabaraka wa taala, wakasimama kwenye taa ya kumtii Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaingia kwenye Ramadhani haki ya kuingia, wakaingia kwenye Ramadhani kufanya mambo ya kheri ya sampuli yote kadiri ya wanaweza. Hawa wamefaulu. Walaqad khasira al-khasiruna, na kuna waliofeli kwenye masiku haya ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini nakwambia hujachelewa, hujachelewa. Hizi siku zilizobakia unaweza ukakomboa biidhnillahi al-karim. Lakini waqad khasira al-khasiruna, kuna walohasirika kwenye masiku haya ya Ramadhani. Ni kina nani? Ni wale ambao kwamba makana fi siyamihim illa al-ju' wal-atash, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna baadhi ya wanadamu kwenye mwezi wa Ramadhani funga zao ni njaa na kiu, na wako Mwenyezi Mungu watuongoze ya Rabbal Alamin. Hii ndio hasara. Kuna walofunga lakini wamefunga njaa, bimaana sufur, zero work. Na kuna walobakia na kiu lakini wamebakia na kiu peke yake, hakuna malipo yoyote watakaolipwa na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Bwana Mungu asema saumu li wa ana ajizi bi, saumu ni yangu mimi mwenyewe na najua namna nitakavyoilipa saumu. Subhanallah. Waislamu nisikilizeni sana kwa makini. Haikutajwa swala, haikutajwa zaka, haikutajwa haji, haikutajwa umra, lakini Mwenyezi Mungu asema saumu li, saumu ni yangu, saumu ni yangu mwenyewe, wa ana ajizibi, na mimi najua namna gani nitawalipa waliofunga. Kwa hivyo tuko kwenye hatari sana, kwa sababu kuna walofunga wamefunga njaa, na kuna walokaa na kiu wamekaa na kiu, hawana thawabu zozote. Ndugu yangu mwema katika imani, nisikilize vizuri sana kwenye hii saumu. Sisi tunaoifunga, na Mwenyezi Mungu atakabal saumu zetu ya Rabbal Alamin. Habaib, Umar ibn Abdul Aziz khamisul khulafa'i ar-rashidin khataba yawman khutbat al-Eid. Umar bin Abdul Aziz siku moja alisimama akatoa khutba ya Eid, khalifa wa tano Umar bin Abdul Aziz. Akawaambia wenzake, innakum sumtum 30 yawman, kwa hakika, kwenye khutba ya Eid awaambia kwa hakika, sumtum 30 yawman, mumefunga siku 30. Subhanallah. Wa kumtum 30 layla,
na mumesimama visimamo vya usiku. Siku ngapi? 30. Wa kharajtum li salati al-Eid, na mumekuja kuswali Idi. Munalotafuta kubwa nini? Ayatakabbala Allahu ta'atakum, ili Mwenyezi Mungu apokee ibada zenu mulizozifanyaje, zifanya. Hapa kuna mtihani mkubwa sana ndugu yangu mwema katika imani. Tumefunga siku 30, tumeswali, tumetoa sadaka, tumetoa zaka, mwenye kutoa kile, mwenye kufanya kile, mwenye kumwangalia ule, mwenye kumwangalia ule. Umar bin Abdul Aziz awambia, la budda an yakuna kulla wahidin minna ala alkhawf. Sasa kwenye kipindi hiki kila mmoja akae na wasiwasi. Kwenye hiki kipindi cha lala salama kila mmoja akae na wasiwasi. Usikae ukasema pesa nilizotoa mimi za zaka tosha, na ngojea pepo tu. Shekhe, taratibu taratibu. Nte niliotoa mimi sikubakisha, nimetoa mtee kweli kweli. Sasa mimi nangojea pepo ya Mungu tu. Icha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sadaka nilizofanya mimi, nani boss? Mimi nimefanya Ramadhani hii, mimi nangojea pepo tu ya Mwenyezi Mungu. Ittaqillaha tabaraka wa Ta'ala. Fanya utakavyofanya, hufikii hata habba khardalin katika fadhila alizokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shetani asikushawishi akakudanganya akakwambia wewe hapa tosha ushafanya. Usidanganywe na shetani akakwambia hapa ilipofikia sasa, kwenye haya masiku 4 au siku 5 zilizobakia tosha, funga. Shetani asikudanganye ndugu zangu wema katika imani. Ikiwa ulikuwa ukitoa sadaka, sasa ndio toa zaidi. Ikiwa ulikuwa ukitoa chakula, endelea kutoa. Ikiwa ulikuwa una tabia ya kutia furaha kwenye nyoyo za maskini kwa kuwapa, kwenye nyoyo za mafukara kwa kuwapa, kwenye nyoyo za mayatima kwa kuwapatia, kwenye nyoyo za wanyonge kunyosha mkono, saa hii ndiyo jitahidi zaidi kuliko 10 la kwanza na 10 la pili na 10 la tatu na siku zilizobakia. Lianna al-umura bil khawatim, kwa sababu mambo yazingatiwa mwisho, na kila mmoja hutafuta husnul khatim. Kwa hivyo ndugu yangu mwema katika imani, la budda an yakuna kulla wahidin minna baina al-khawfi war-raja, lazima tuwe na wasiwasi. Mmoja katika salafu na saleh asema, law kuntu a'lamu anna Allaha taqabbala minni habatan min khardalin latamannaitu al-mauta. Waislamu, sikilizeni maneno vizuri sana. Moja katika salafu na saleh asema, lau mimi nilikuwa najua Mwenyezi Mungu amepokea kheri yangu haba ndogo tu katika kheri niliyoifanya, nikajua Mwenyezi Mungu amepokea katika kheri nilizozifanya, nikajua Mwenyezi Mungu amepokea sehemu ndogo tu kwenye kheri nyingi nilizozifanya, lakini nikajua Mwenyezi Mungu ameipokea ile ndogo tu, latamannaitu al-mauta, ningelitamani kufa niende nikaipate hiyo kheri ndogo ambayo kwamba nina hakika Mwenyezi Mungu amefanyaje, ameipokea. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'ani, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Mwenyezi Mungu hupokea sadaka za watu wema, Mwenyezi Mungu hupokea kheri za watu wema, Mwenyezi Mungu hupokea ibada za watu wema. Kwa hivyo ndugu yangu mwema katika imani, fanya, endelea kufanya, tena endelea kufanya.
jaribu uzidi kutia furaha kwenye nyoyo za wanyonge. Tia furaha kwao, tia furaha majumbani mwao, wapende na kuwapa, ukiwapa kama alivyokuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ajwada an-nas, Mtume alikuwa ni mkarimu kushinda watu wote. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, na Mtume alikuwa ni mkarimu Ramadhani, tena haswa 10 la mwisho Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo shetani asije akakwambia huyu ushampa usimpe tena, ule umefanya usifanye tena, umetoa vya kutosha. Usidanganywe na shetani kasema mimi hapa bwana nimetoa, ungaliotoa mimi sina wasiwasi. Usifanye mambo haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'ani, walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, watu wema ni wale ambao kwamba wanafanya mambo ya kheri lakini wana wasiwasi kwenye nyoyo zao. Hatujui yamepokewa wala hatujui hayakupokewa. Wallahi, kipindi hiki maswahaba walikuwa wakilia sana kwenye kipindi hiki cha lala salama. Mtu akijifungia mahala Ramadhani yaisha, hajui vipi Mungu amepokea hakupokea. Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, watu wema ni wale ambao kwamba wanafanya mambo ya kheri na nyoyo zao zimejaa wasiwasi. Annahum ila rabbihim raji'un, wanaogopa ya kwamba kesho wataregeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun, hao ndio watu wakiwa na nyoyo hizo, wakiwa na hofu ya kwamba tumefanya hatujui zimepokewa. Ulaika yusari'una fil khairat, watu hao ndio huzidisha kheri, wakiwa na wasiwasi kwenye nyoyo zao ya kwamba sijui nilichokitoa jana kimepokewa, sijui nilichokitoa juzi kimepokewa. Hasa kwenye masiku haya huwa na wasiwasi kwenye nyoyo zao. Ulaika yusari'una fil khairati, huzidi wao kwenda mbio kufanya kheri. Wa hum laha sabiqun, na huwa wao ndio washindi katika kuyafanya mambo ya kheri. Ndugu zangu wema katika imani, nasaha yangu ninawaambia, fanyeni kheri kwenye masiku yaliyobakia. Wa amilu, na muwe na tamaa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatulipa insha Allahu Ta'ala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Angalia lugha aliyoitumia Mwenyezi Mungu, angalia lugha aliyoitumia Mwenyezi Mungu. Ataka watu wa anfiqu mimma razaqnakum, Mwenyezi Mungu akwambia kile tulichowapa kitoeni, fanyeni sadaka, wapeni wanyonge, wapeni wanyonge wafurahi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kabla mauti hayajakujia. Fayaqula, kikija kipindi cha kufa kwenye sakaratul mauti, utamwambia Mungu, utamwambia nini? Laula akhartani ila ajalin karib, na kuomba Bwana Mungu nipanami nafasi ya nukuta moja peke yake. Fa asaddaka, angalia sadaka ilivyo na umuhimu. Fa asaddaka, nikatoe sadaka. Haombi nikaswali, wala haombi nikafunge, wala haombi nikafanya lingine. Fa asaddaka, nipanami nafasi nikatoe sadaka, nikatoe sadaka, nikatoe sadaka. Ndugu zangu wema katika imani, na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, as-sadaqatu tutfi'u ghadhaba rabbi, sadaka huzima hasira za Mwenyezi Mungu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barru al karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى ولقد فاز المتقون. لقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وشيوخنا وأولادنا يا رب العالمين والصالحين من النار يا الله يا كريم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.